Yes, of course, hii ni Imbanasi Sports Updates na mimi ni Tade Cosmas. Bwana, afisa habari na msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ally amepata nafasi ya kuzungumzia hali ya mlinda mlango wao Djibril Tanja Kasali Djibo ambaye aliumia katika mechi ya jana wakati Simba Sports Club wanapepetana dhidi ya Kagera Sugar. Tanja Kasali Djibo hakuendelea na mchezo wa jana na badala yake alifanywa mabadiliko na akapelekwa kupatiwa huduma ya kwanza. Sasa shauku ilikuwa ni kubwa na hofu ilikuwa ni kubwa zaidi kwa mashabiki wa Simba Sports Club wakitaka kujua hali ya Kasali Djibo ikoje kwa sasa. Sasa afisa habari na msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ally amepata nafasi ya kuzungumzia hali ya golikipa Djibril Kasali, lakini pia vile na hali ya kikosi kwa ujumla kuelekea katika mechi inayofuata dhidi ya Pamba Jiji. Mara baada ya mchezo wetu wa jana asubuhi ya leo tumeamkia katika uwanja wa Kaitaba kwa ajili ya kufanya recovery kwa wale wachezaji ambao walicheza mechi jana na kufanya a full session kwa wale wachezaji ambao hawakucheza mechi jana na ambao waliingia sabu. Na baada ya mazoezi haya sasa tunategemea majira ya saa 7 mchana wa leo, Mungu akipenda, tuianze safari ya kuelekea Mwanza kwenda kwenye mchezo wetu mwingine dhidi ya Pamba Jiji. Sawa, tujalie hali ya kikosi baada ya jana kupata majeruhi. Hali yao sasa zikoje? Hali ya kikosi iko salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Wachezaji wote ambao wamecheza mchezo wetu wa jana wote wanaendelea vizuri, isipokuwa mlinda mlango Djibril Kasali Tanja ambaye alipata majeraha akashindwa kuendelea na mchezo. Baada ya kutoka uwanjani ama kutolewa uwanjani usiku ule, akafanyiwa vipimo vya awali ili kubaini ukubwa ama kubaini uhalisia wa jeraha ambalo amelipata. Kwanza ameumia goti, msuli wa pembeni hapo unaitwa ligament ndio ambao ameumia. Lakini kwa taarifa njema kutoka kwa madaktari wetu wa Simba ni kwamba jeraha lake sio kubwa, halihitaji upasuaji na wala halihitaji kukaa nje kwa muda mrefu. Anahitaji kipindi cha muda mfupi tu kwa ajili ya kupatiwa matibabu na baada hapo atarejea uwanjani. Kwa mujibu wa daktari ni kwamba kuna uwezekano akaukosa mchezo unaofuata dhidi ya Pamba, na baada hapo mchezo unaokuja anaweza kuwa sehemu ya kikosi kwa sababu jeraha alilopata linatibika ndani ya muda mfupi kisha anarejea kuendelea na majukumu yake. Kwa tuseme anaweza tu kucheza mchezo mmoja au hata huo mchezo wenyewe anaweza akawepo kutokana na jeraha lake. Mchezo wa Pamba ni 80% kwa 20. 80 kutokuwepo, 20 kuwepo. Mchezo unaofuata baada ya Pamba kwa maana mechi dhidi ya Singida hapo ni 50 kwa 50 kwa sababu baada ya mechi ya Pamba siku ya Jumatano tarehe 19 ataangaliwa tena ili kuangaliwa maendeleo yake yakoje. Kama atakuwa amerecover pakubwa, basi atakuwa sehemu ya kikosi kwenye mechi dhidi ya Singida. Lakini kama bado atakuwa hajakaa sawa, pia anaweza kukosa mchezo dhidi ya Singida. Lakini kwa sasa for sure ni kwamba mechi dhidi ya Pamba ni 80% za kutokuwepo na 20 kuwepo pekee. Ndio maana umeona leo hata kwenye mazoezi ameshindwa kutokea. Tunamwangalia hali yake kesho kwenye mazoezi ya mwisho na baada hapo tutaelekea kwenye mchezo wetu dhidi ya Pamba. Haya bwana, huyo ni afisa habari na msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ally akiweza kutarabaisha hivyo na kutoa taarifa hiyo kuhusiana na Djibril Tanja Kasali Djibo, mlinda mlango wao huyu. Bwana, hii ni Imbanasi Sports Updates na mimi ni Tade Cosmas. Endelea kuitegea sikio na kuifuatilia Imbanasi Radio na Tanganyika Radio.